Online Channel. Na mtazamaji wa BMTV Tanzania, katika BM Sports hii leo tuna mdahalo juu ya mustakabali wa kauli ya BMT, Baraza la Michezo Tanzania, juu ya kile kinachosemekana ujazo wa wachezaji wa kigeni. Kipi kifanyike na nini ushauri wako wewe kama mshabiki na mdau wa soka la Tanzania? Na leo niko na mchambuzi wangu hapa, Bwana Azim Ramsey. Yeye ataeleza kinagaubaga na kilingani zaidi kimichezo na faida na athari za kuwa na wachezaji wengi ama wachache wa kigeni. Ramsey, unazungumziaje kuhusiana na hili ambalo BMT wameweza kulizungumza? Ni swala ambalo wanahitaji kukaa kwa utulivu mkubwa kabla ya kuchukua maamuzi, kwa sababu BMT wao hawajaanzisha hili swala. Alianzisha hili swala ni Mheshimiwa Waziri, aliwahi kuzungumza kwa kipindi cha nyuma hivi, ikawa kama imefikia haikupewa nguvu zaidi, lakini katika ile vikao vya bunge vya awamu hii sasa juzi alitoa bungeni kipindi akiwasilisha bajeti yake, alafu akasema kwamba anawaachia BMT wakajadili, wakusanye pia maoni ya wadau kuona watalifanyaje ili na kuwepo na wachezaji wengi wa kigeni katika ligi kuu ya Tanzania. Yeye alichokuwa anakizungumzia, pointi yake kubwa niliona kwamba wale wachezaji wa kigeni wanatoka katika ligi ya Tanzania wanawanyima nafasi au fursa wale wazao wa kuonekana na kuonyesha uwezo wao. Kitu cha pili akazungumza kwamba hawa wanapokuwepo wachezaji wengi wa kigeni katika ligi yetu ya Tanzania, sio wanafanya ile tusiwe na muendelezo au tusiwe, yani kwa sababu wachezaji wetu wa Tanzania watakuwa wakimingi, hivyo ile timu ya taifa haitakuwa na uwezo mzuri wa kushindana kwa sababu wanaopatiwa nafasi ya kucheza ni wachezaji wa kigeni. Kitu kingine akasema kwamba ile ajira, uwepo wa wachezaji wa kigeni katika ligi yetu ya Tanzania unapunguza ajira, yani kwamba ina maana kwamba tuna wachezaji wa kigeni ambao wamewazibia nafasi wazao wasipate nafasi ya kusajiliwa labda katika vilabu fulani. Ushaelewa? Ndio kitu ambacho alikizungumza, ndio kitu ambacho nakikumbuka. Kwa hiyo akawa ameacha maagizo kwamba BMT wakajaribu kukaa walijadili hili, walione watalitolea vipi ufumbuzi. Hapo sasa BMT wao wakasema kwamba wataanza kukusanya maoni ya wadau, na taarifa ilitoka. Wadau sasa walikuwa wanaomba ushauri au wana maoni gani juu ya hili swala. Ila sasa mimi nataka nizungumze katika hili swala. Ujue upande mmoja mheshimiwa alizungumza kitu ambacho ukiangalia hivi, yani kwa ile impact tuseme ya mwaka mmoja ile inawezekana na maana kwa upande wake yeye. Lakini ukienda katika ile impact ya michezo, impact ya mpira, ni kitu ambacho ni kosa kubwa sana. Unajua nakwambia kwa sababu gani ni kosa kubwa? Ile kusema kwamba tupunguze idadi ya wachezaji wa kigeni. Leo hii wachezaji wanaoruhusiwa kipindi cha nyuma walikuwa watatu, wakaja wakapanda wakawa watano. Mpira unapobadilika, yani mabadiliko ya mpira, sisi tunachukua mabadiliko ya mpira kutokana na mpira wa kisasa unavyoendelea kubadilika. Sasa hivi tunaruhusiwa, timu za Tanzania zinaruhusiwa kusajili wachezaji 10 wa kigeni, si ndio? Lakini tunapokuja leo hii tupige hesabu, tuna timu 20 za ligi kuu, si ndio? Hizi timu 20 za ligi kuu ndio nitazungumzia zaidi, huko daraja la kwanza CN. Ushanielewa timu? Hizi timu 20 za Tanzania ambazo tunazo ligi kuu, timu ambazo zina uwezo wa kusajili wachezaji wa kigeni ni timu 3. Simba, Yanga na Azam, ndio. Sasa kama Simba, Yanga na Azam ndio wana uwezo wa kusajili wachezaji, ndio. Wao wanasajili wachezaji, angalia Simba leo ana wachezaji 9 wa kigeni. Lakini Simba huyo ana wachezaji 27. Kwa 27 tu wa 9, wachezaji wa Tanzania tunao wangapi katika timu ya Simba? Tunao wengi, si ndio? Yanga ina wachezaji 10, tayari Yanga imekamilisha idadi ya wachezaji wanaoruhusiwa kusajiliwa. Tunapoenda Azam pia inao wachezaji, KMC wana wachezaji wachache, na Mungu wana wachezaji wachache, Kagera Sugar na wachezaji wachache. Na kuna timu zinacheza ligi kuu hazina wachezaji wa kigeni hata mmoja, ni wa Tanzania tu ndio wanacheza zile vilabu, si ndio? Ukipiga hesabu ya haraka utakuta tuna wachezaji zaidi ya 420 ambao wanacheza ligi kuu ya Tanzania. Lakini wachezaji wa kigeni ambao wanacheza ligi ya Tanzania hawafiki watu 60. 420 toa watu 60. Watu 60 wanaweza wakaziba vipi ajira ya watu 400? Sio? Yaani ile tufanye ile toto ya wachezaji ambao wanacheza ligi kuu. Vilabu vyote 20 tutapata wachezaji wanafika 420.
katika zile timu 20, si ndio? Lakini zile ukiangalia zile timu zote 20 wale wachezaji wa kigeni ambao wapo Tanzania hawafiki 60. Chukua 420 toa ile 60. Unabaki na wachezaji zaidi ya 340 ambao ni wazawa. Watu 340 wameshindwa kuonekana mbele ya watu 60. Ndio, sijafanya calculation nzuri lakini najaribu kuassume kwa sababu ukihesabu 9 wa Simba, 10 wa Yanga, KMC hawazidi wa 4, Namungo hawazidi wa 4, Azam wapo kama 7, Kagera hawazidi 6. Kuna timu nyingine hazina kabisa wachezaji wa kigeni. Ukipiga ile hesabu itakuletea hii. Utaona kwamba anachokizungumza Mheshimiwa Waziri sio kweli. Kwamba wachezaji wa kigeni wanawazibia nafasi wazao. Ushaelewa? Kwa sababu ujue sisi tunaamini kwamba labda mpira uonekane unacheza mpira, lazima ukacheze Simba, Yanga na Azam. Hiyo ni kweli. Hizi timu ni kubwa, sasa hivi ni dream team kwa wachezaji wazawa. Ili nionekane nimefanikiwa lazima nipite Simba au nipite Yanga. Kuna mtu anacheza KMC lakini ni shabiki wa Simba. Kuna mtu anacheza Ndanda ni shabiki wa Simba au Yanga, si ndio? Hivi vilabu vikubwa viwili ndio mpira wa Tanzania. Ndio vinaulea mpira wa Tanzania na ndio huwa vinatoa ile direction ya mpira wa Tanzania uende vipi ya Tanzania. Kwa anachokizungumza kwamba ile tufanye yani yeye idea yake kubwa anataka tupunguze. Ila kitu ambacho mimi nilikuwa nataka nizungumze, si ndio? Kama mdau sasa na mchambuzi wa masuala ya mpira. Mimi kama mimi na waomba BMT, TFF, Mheshimiwa Waziri, serikali na wadau wengine na hivi vilabu tusiruhusu hichi kitu kitokee, tusipunguze idadi ya wachezaji waendelee kuwa 10. Ni kwa sababu gani anasema kwamba wachezaji waendelee kuwa 10? Timothy na mtu yote yule ambaye ananiangalia na atakayenisikiliza, tunahitaji wachezaji wa kigeni wawepo wengi katika ligi yetu. Kuna faida zipi za kuwa na wachezaji wengi wa kigeni na athari zipi za kuwa na wachezaji wachache wa kigeni? Kwanza mimi nitazungumzia upande wa faida, alafu kwenye athari za kuwa na hawa watu. Ujue faida ya kwanza, ukiwa na wachezaji wengi wa kigeni au professional players, cha kwanza tunakuza viwango vya wachezaji wazao. Unaweza ukashangaa tunakuza vipi? Yaani mchezaji ni wa kigeni afu viwango vya wachezaji wazao vinakuwa vipi? Hao wachezaji wa kigeni wapo kuleta changamoto na tatu ya mafanikio ya wachezaji wazao. Fuatilia Samata kipindi anaenda Simba walikuwepo wakina nani? Walikuwepo wageni wengi pale. Lakini wale ndio walimfanya Samata aonekane kuwa bora. Wale ndo waliipeleka Simba mashindano ya kimataifa. Samata akaenda kuonekana mechi na TP Mazembe. Leo hii Samata anacheza wapi? Samata yuko Aston Villa. Lakini waliokuwa wanampa changamoto Samata afanye vizuri ni wale mashambuliaji wa Simba ambao walikuwepo kipindi kile. Nenda upande wa John Boko. John Boko hajawahi kushuka kiwango, kazeeka leo hii. Lakini angalia, kila timu anakwenda John Boko kuna mchezaji mgeni ambaye anakuwa anashindania namba na John Boko pale. John Boko leo anaonekana bora kwa sababu kuna watu wanambackup, kuna watu ambao wanamweka, wanamchallenge, wanampa changamoto, ndio maana John Boko anaonekana ni mzuri. Unaona? Kuna watu kama Shwaboy ile namba yake mara nyingi huwa anashindania na wageni, lakini bado anaonekana ni mzuri, anapambana, anapata namba. Beki gani kaja Tanzania kampiga Kivinyonda ni bench? Beki gani kaja Tanzania kampiga Nyoni bench? Beki gani kaja Tanzania kampiga Kapombe bench? Hivi viwango vya wachezaji wachache ndio wataji vinaonekana kuimarika kwa sababu wanapewa changamoto na wachezaji wa kigeni ambao wanakuja wakicheza zile namba. Sasa hao wanakuwa wakijituma ili waendelee kuendelea kutumika katika vilabu vyao. Ulishanielewa? Hiyo ni faida ya kwanza ya kuwa na wachezaji wa kigeni. Wanao wanatusaidia sisi kukuza viwango vya wachezaji wazao. Ndio. Ukiwa na wachezaji wa kigeni pia kaka, wanatusaidia hawa watu kuendeleza mpira wa Tanzania hasa ngazi ya vilabu. Ukihesabu kutoka huko nyuma, mtu atakwambia mbona 93 Simba walifanya vizuri. Walikuwa na wachezaji wa kigeni walikuwa huko wachache sana zaidi ya wazao. Mpira wa zamani ni wa zamani na mpira wa leo hii ni wa leo hii. Mpira wa zamani kwanza ulikuwa unatawaliwa na timu nyingi ambazo zilikuwa na timu za kijiji. Ushaelewa? Ni timu za mashirika ambao watu walikuwa wanakusanyana. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kumchukua mchezaji wa kigeni aje kutumika kwenye timu yako. Kipindi kile mpira wa zamani zilikuwa zinatawala timu kama Asante Kotoko, Aseki Momesi, Enyimba. Hizi timu unazisikia leo hii? Ziko wapi hizi timu? Ukienda TP Mazembe kipindi kile walikuwa wamejaa Wakongo watu. Ukienda Yanga wamejaa ni Watanzania wengi, karibia 98% wa Tanzania. Sema pride kwa Simba. Lakini mpira wa leo hii, nenda TP Mazembe utakuta wana wachezaji ile first 11 wanaanza wachezaji zaidi ya 7 ambao ni mataifa tofauti.
Nenda Al Ahly leo hii. Al Ahly ana watu mpaka ambao wametoka nje ya bara la Afrika wanafanya kazi ya mpira pale. Unaona? Kwa mpira wa sasa hivi unavyoendelea, timu zinazidi kuwekeza katika mpira. Mpira ni biashara. Ili ufanikiwe lazima uwekeze. Unaona? Kwa hiyo ukiwa nao wachezaji wa kigeni wanakusaidia kukuzia kiwango cha timu yako na kuifanya timu yako iwe brand ijulikane. Namtolea mfano mzuri Simba na Yanga. Simba wamekuja kumuuza mchezaji ambaye ni Epigodi Msuva. Ni kwa sababu gani? Msuva alikuja kuonekana katika mashindano ya kimataifa. Walioipeleka Yanga mashindano ya kimataifa, ukiangalia waliochangia sana ule mchango mpaka Yanga anaenda kule walikuwa ni wachezaji wa kigeni. Wazawa mchango wao ulikuwa mdogo sana. Simba sasa hivi inaonekana kama ni moja ya klabu ambazo zimepanda thamani katika bara la Afrika. Zile lenki kutoka kula alipokuwa Simba anakuja kushika mpaka nafasi ya 16. Sisi Tanzania kama taifa tunafaidika kutokana na performance nzuri ya Simba ambaye alifanya katika mashindano ya kimataifa. Tunapewa zawadi kutokana na vile vipengele na sheria ambavyo vipo vya CAF za kupeleka nafasi 4 au timu 4 katika mashindano ya kimataifa. Hichi kitu wamekifanya nani? Ni Simba. Simba kwa nini kafika pale? Muangalia alichokuwa anakifanya Chama, angalia walikuwa wanafanya Pasco wao, angalia watu walichokuwa wanakifanya wakina Kagere, wakina Oku, kipindi kile ndio sana Kulibali, James Kotei. Unaona? Utaona Watanzania walifanya vizuri ndio, wakina Boko, wakina Nyoni, Huseni na wengine, lakini ukiangalia waliokuwa na play ile part kubwa kuisogeza Simba ifike katika ile pointi nyao professional players. Simba na Yanga vimekuwa leo hii hivi vilabu vimekuwa vimefikia hii level zaidi kidogo, vinaogopa katika wale ukanda tunaweza tukazungumza Afrika Mashariki wanaogopa Simba na Yanga. Ni kwa sababu gani? Wana professional players. Hiyo ni faida ya pili. Kwa ukiwa na professional players unaruhusu au wanakusaidia kukuzia kiwango cha timu yako au klabu yako, si ndio? Faida nyingine ukiwa na professional players timu wanakusaidia kukuza fan base. Leo hii nazungumza Simba ni klabu ambayo inaongoza kwa fan base ya Afrika Mashariki na kati, ndugu yangu. Yanga wa pili Afrika Mashariki. Ni kwa sababu gani? Wana wachezaji ambao wametokea maeneo tofauti. Watu kutoka kila bara, kila nchi ambako hao wachezaji wanakuwa wanatoka, wana ndugu zao, wana watu ambao wanawamonitor watu, wanakuwa mashabiki automatically wa vile vilabu ambavyo wale wachezaji wanakuwa wamehamia. Leo hii Watanzania wote tunaishabikia Aston Villa. Mwaka jana sisi tulikuwa Aston Villa. Mwaka jana tulikuwa Genk, leo tulikuwa Aston Villa, si ndio mzee wangu? Leo hii ukiwafuatilia sana Wareno, wengi wamehamia Juve. Ni kwa sababu gani? Cristiano Ronaldo ambaye ni brandi ya Ureno yuko wapi? Yuko Juve. Ukifuatilia wa Argentina wengi leo hii ni mashabiki wa Barcelona, wanafuatilia ligi sana ya Hispania ile La Liga. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu Messi yuko pale. Umeshaelewa? Leo hii Waingereza wameanza kuifuatilia kwa ukaribu zaidi ligi ya Ujerumani ile Bundesliga. Ni kwa sababu wana kijana Jordan Sancho anafanya vizuri pale. Unaona? Kwa hiyo ukiwa na wachezaji ambao wametoka katika mataifa tofauti, unakuza ule uwanda wa mashabiki, ile fan base inakuwa kubwa. Kwa hiyo ile ligi yako inakuwa inaangaliwa kwa ukaribu na watu wengi zaidi. Na utakuta vile vilabu ambavyo vinawamiliki wale wachezaji vitakuwa vimekuza ile fan base, na ile fan base ukiitumia vizuri kwa upande wa pili kibiashara inafanya kazi nzuri sana. Hii Haji Manara anajua hichi. Wakamuuliza Haji Manara, hizi brand huwa zinatumika vipi kuingizia kipato katika vilabu au katika nchi au katika kampuni husika? Atawaambia Haji Manara anajua vizuri hichi kitu. Wakina Jelimlo wanajua vizuri hichi kitu. Ushaelewa? Kitu kingine Timothy, ukiwa na professional players hawa wanakusaidia upate wadhamini wengi, wale sponsors wanakuwa wengi. Ushaelewa? Leo hii tumemwona ni msimu huu SportPesa wametoka Singida, wamehamia Namungo. Ni kwa sababu gani? Singida imepoteza mvuto, rafiki yangu, performance yao ni mbovu. Wamejaza Watanzania sasa hivi wafanye vizuri. Singida kama sio corona walikuwa wanashuka daraja wale. Wanaenda Namungo ambaye kapanda daraja msimu uliopita. Namungo anafanya vizuri. Ni kwa sababu gani? Angalia, kuna Watanzania wawili, kuna watu ambao si Watanzania wawili. Wale ndo key players wakina Kikoti, wale ndo key players wa Namungo. Wale ndo wamemvutia SportPesa, ameenda kuweka pesa zake pale. Ushaelewa? SportPesa anamdhamini Aston Villa, SportPesa anamdhamini Sevilla, SportPesa anakuja kuwadhamini Simba na Yanga Tanzania. Unaweza ukaangalia ameviruka vilabu vingapi bara la Afrika mpaka anafika Tanzania au SportPesa. Sasa wanakuja ni kwa sababu wanajua tukienda Simba kuna icon player ambaye atatutangazia sisi ile nembo. Ushaelewa? Tukienda Yanga kuna icon player ambaye atatutangazia sisi hii nembo. Ushaelewa? Na hawa icon players mara nyingi sio wazao wa Tanzania, kwa sababu ukiniambia best performer wa Simba ni nani?
Hata Tanzania best performer ni nani wa Simba? Meddie Kagere ni Mtanzania yule. Hao watu ndio wanavutia haya makampuni yanakuja kuwekeza pesa ndani ya nchi. Umeshaelewa? Kienda Yanga kuna mtu anafanya vizuri kama Niyonzima na Papi. Wale ni wa Tanzania. Lakini wale ndio wamevutia makampuni yamekuja kuweka pesa Yanga pale. Ulishaelewa? Kwa hiyo tunawahitaji hao wachezaji wa kigeni waendelee kuwepo, wasipungue, waendelee kuwa 10 kwa sababu wanayavutia makampuni mengi yanazidi kuja kuwekeza katika mpira wetu. Ulishaelewa bwana? Leo hii tunaambilia Vodacom kwa shilingi milioni 100. Milioni 100. Simba na mwekezaji wao Mohamed Dewji wanataka kumnunua Songa kwa bilioni 1.5. Nani huyu GSM, si ndio? GSM wanadhamini Yanga, pesa ambazo wanazitoa. Kwanza walimpa ile bonus ambayo Yanga walipewa baada ya kushinda ile mechi ya dabi ya kumpiga Simba, milioni 200. Pesa zimetoka ndani ya mechi moja. Zile pesa ni nyingi, zinazidi pesa ambazo anapewa bingwa wa ligi. Leo hii TFF sijajua akili yao iko vipi, au wanaanza nini? Wanashindwa kwenda kumpigia Mo magoti, kuwapigia GSM magoti waidhamini ligi. Wanaenda kumpigia Vodacom magoti ambaye anaweka vigezo kwamba timu zishuke kutoka 20 zirudi 16. Unaweza ukaangalia akili yetu ambavyo inawaza kuhusiana na masuala ya mpira. Unaona? Sasa tungekuwa kwamba tuna professional players ambao wanazidi kuibrand hii ligi. Makampuni yangekuwa sio swala la kuwapata kuwaomba, tunaomba jamani mtusaidie kudhamini ligi. Ligi ingekuwa na mvuto hii. Watu wanakuja mezani wenyewe, jamani mimi naomba nifanye kazi na nyinyi. Kwa hiyo Diamond anaomba show. Diamond leo hii anaomba show. Alikiba anaomba show. Jux anaomba show. Vanessa anaomba show. Wale watu wanapigiwa simu, jamani sisi tuna tamasha tunakuomba uje kuperform hapa. Ushaelewa? Kipindi cha Marehemu Kanumba alikuwa anaomba show. Kanumba angempigia mtu, jamani naomba nije kuperform kwenye tamasha lako. Hamna hicho kitu. Wanapigiwa, jamani tunakuomba kwa sababu wewe tunakuona una kitu cha tofauti. Tunakuomba njoo. Kuona makampuni yangekuwa yanakuja yenyewe, tunaomba tuje kufanya kazi na nyinyi. Kwani na Mungu wameenda kumuomba SportPesa aje kuwadhamini? Simba walimuomba SportPesa au Yanga walimuomba? Hawakumuomba, ila aliona kuna kitu akaja kuomba, naomba nifanye kazi na nyinyi. Ndio maana wakampokea, wanafanya nao kazi. Unaona? Kwa hiyo tukiwa na wachezaji wengi professional players, tutaifanya ligi yetu iwe brand, tutapata wadhamini na wawekezaji wengi. Ulishanielewa Timothy? Kitu kingine bwana ambacho mimi nakiona faida ambayo tunatakiwa kuendelea kuwa na wachezaji wa kigeni, ndugu yangu, nje ya ufuatiliaji na yote ambayo nimeyazungumza, wachezaji wa kigeni wanatusaidia kuendeleza ile kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais ambaye anasema kwamba Tanzania ya viwanda, tunaelekea uchumi wa kati. Kitu kimoja ambacho wanatakiwa wakijue, TPL, TFF, wanaonisikiliza na wanao watakao niangalia, ni kwamba wachezaji wa kigeni wanachangia. Hii ni sekta ambayo inachangia katika pato la taifa. Michezo ni sekta ambayo inachangia katika pato la taifa. Mchezaji wa kigeni anaposajiliwa, kuna zile pesa za posho zile, si ndio? Ambazo vilabu huwa vinatoa, zinaenda TFF. TFF inabidi zile pesa, TRA wakienda kuchukua kodi pale, wanazichukua zile pesa. Unaelewa? Kuna pesa ambazo zinaitwa ile ITC, International Trading Certificate, kile kibali cha kukuruhusu ufanye kazi katika nchi husika, kama wewe sio kama sio mzawa wa ile nchi, sio? Vile vibali vinatolewa na nani? Vile vibali havitolewi bure. Kipindi cha kufuatilia zile process zote, kuna pesa ambazo zinaingia nchini. Kwa zile pesa zinaendelea kuzunguka. Ni kwa sababu gani? Ukiwa na wachezaji 100, pesa itazunguka nyingi, si ndio jamani? Ukiwa na mchezaji mmoja au 4, pesa itakuwa kidogo. Tujaribu kuwaza kuhusiana na biashara pia. Nishakwambia mpira ni industry ya biashara. Kitu kingine, ukiwa na mchezaji akilipwa mshahara mkubwa, kumbuka huyo mchezaji acheze mechi moja akarudi Rwanda, acheze mechi moja akarudi Brazil, acheze mechi moja akarudi Kongo kwao, acheze mechi moja akarudi Zimbabwe, si ndio? Wachezaji wanacheza msimu mzima, wanakuwa wanaishi hapa Tanzania, wanakula chakula cha Tanzania, wanatumia umeme wa Tanzania, maji ni ya Tanzania, na nyumba zile apartment zote ni za Watanzania, si ndio? Meddie Kagere leo hii analipwa zaidi ya milioni 10 kwa mwezi pale Simba. Unadhani milioni 10 zote zinaenda kwao? Zile pesa anazolipwa zile, kuna pesa ambazo zinatolewa na kodi pale.
ni pesa ya kodi. Kuna pesa ya kodi ambayo inarudi katika mzunguko. Kwa hiyo hao wachezaji wa kigeni wanapokuwa wengi na hata wakilipwa pesa kubwa, pesa yote huwa haiondoki. Kuna pesa ambayo inabaki hapa nchini, inarudi katika mzunguko wa serikali katika ishu za biashara. Unaelewa? Wanachangia katika mapato ya taifa. Ushanijua bwana ndugu yangu. Kwa hiyo tunahitaji hao wachezaji tuwe nao wengi ili tuendelee kukuza uchumi wetu, kama tunahitaji kukuza uchumi na kumsupport Mheshimiwa Rais kuelekea uchumi wa kati. Hao wachezaji wanatusaidia sana katika hivi vitu. Na Ramsey, waziri kwa nilivyomuelewa, kikubwa alichokuwa anakuhitaji au anachotamani yeye kukiona ni kuona Taifa Stars ikisonga mbele, ikikua kutoka pale ilipo na kusonga mbele zaidi. Na sasa watasonga vipi mbele kama wachezaji wazawa wana struggle kupata namba ndani ya vikosi ambavyo wanatumikia, hasa hivi vikosi vikubwa ambavyo vimekuwa tegemezi kutoa wachezaji wa timu ya taifa? Ile naweza nikasema kwamba amejaribu kutoa ni maoni yake. Mecky Maxime kacheza Simba. Ulimuona Mecky Maxime anacheza Yanga? Yule si kapteni timu ya taifa mpaka anastaafu. Alipewa vipi ukapteni na hajacheza Simba na Yanga? Sisi ile dhana ambayo tulishaiweka kwamba ili uitwe timu ya taifa lazima ukacheze Simba na Yanga ni dhana potofu. Leo hii aliitwa kipawa anacheza Kagera Sugar kule, kaitwa timu ya taifa kama goalkeeper namba 2. Yule amekuja Simba yule. Tuache ile dhana potofu kwamba mimi ili nionekane ni mchezaji mzuri lazima niende kucheza Simba na Yanga. Ni kitu ambacho kinatuharibu. Yaani mtu anacheza kula anajisahau, halafu anatamani nikacheze Simba na Yanga, halafu unajua Simba na Yanga tayari nishakwambia hizi ni super brand, ni vilabu vikubwa. Hawezi wakamchukua mchezaji ambaye waje kusubiria matunda baada ya miaka 4. Wanawake wameweka pesa pale, wanamchukua mtu tayari ambaye yuko matua afike pale afanye kazi. Nikwambie kitu kuhusiana na timu ya taifa kwamba viwango vinakuwa vipi. Mwanzo point yangu ambayo nilianza nayo ya kwanza nimekwambia, moja ya challenge kubwa ambayo wachezaji wa kigeni professional players wanatupa sisi kama wazawa, hawa wanatusaidia kutukusia viwango vyetu. Leo hii kuna mtu alikuwa anamjua Miraji Athmani? Kuna mtu alikuwa anategemea kwamba Hassan Dilunga angeitwa timu ya taifa? Hao watu wanaitwa kwa sababu gani? Wako Simba. Angalia wachezaji ambao wako Simba, una Kaata, una Deokanda, una Shibobu, una Chama, leo hii una Nikisoni, si ndio? Wale wachezaji mara nyingi wanashare namba na vijana wetu wa Tanzania ambao ni mwataja wawili, Miraji Athmani na Hassan Dilunga, si ndio? Ukiangalia ni vijana wa kawaida, kuna mtu anaitwa Ajibu. Ukitaja hili jina linaonekana ni kubwa na ni mtu ambaye ana mashabiki wengi, lakini kaenda pale Simba anaufaza sana, akashindwa kujituma. Unaona? Kashindwa kujituma mbele ya watu ambao nimewataja wa kigeni, si ndio? Lakini hawa vijana wawili Miraji Athmani na watolea mfano wao ni mfano mzuri wa kuigwa. Miraji na Dilunga, si ndio? Wamepambana mbele ya huu msitu wa professional players ambao ni wataji wa kina Deokanda. Leo hii wamemshawishi mwalimu kocha Etienne Ndailagije anawaita timu ya taifa, wameenda hawajafanya vizuri hawa. Hawajafanya vizuri. Ngoja. Tulikuwa hatuna maforward pale Simba na Yanga. Kwa nini kaitwa Ditra Mchimbi? Ditra aliitwa akiwa Police Tanzania huko. Anaitwa akiwa Police Tanzania. Hakuwa Simba yule, lakini yule mtu ndo amesaidia sisi kutuvusha haya mashindano ambayo tulitegemea tukacheze. Ulishaelewa? Timu ya taifa haifi. Timu ya taifa inakuwa. Yaani mtu asikwambie kwamba ile wachezaji wengi wa kigeni wanatuharibia timu ya taifa. Sisi timu ya taifa tunaharibu wenyewe kwa sababu inasadikika kuna viongozi huwa wanawapangia makocha watu wa kuwaita katika timu za taifa. Hili ndo linauharibu mpira wa Tanzania. Sio kwamba uwepo wa wachezaji wa kigeni unaharibu. Yaani hamna. Lakini Ramsey iko hivi kwa mfano. Ngoja nikwambie. Ngoja. Ujue sisi hatuna ile katiba ambayo inauelekeza mpira wetu vizuri. Ndio maana mpaka leo hii ukimwambia kiongozi yote yule akwambie kama tunafuta ligi kwa sababu ya corona, Simba atakuwa bingwa kwa sababu gani? Hamna mtu atakupa. Kwa sababu hatuna maandishi. Lakini wenzetu wanaweza wakazifuta ligi zao na wakasimama akasema bwana, mimi nimefuta kwa sababu 1 2 3. Kwa sababu gani? Wao wana maandishi ambayo yanaonekana mzee. Unaona? Ngoja nikupe mfano mzuri. Sisi tunakopi sana mpira wa Uingereza. Tunakopi sana mpira wa Uingereza. Ulishanijua? Ngoja nikutajie timu zile Big 4, si ndio? Twende Liverpool. Goalkeeper Alisson Becker, Brazil. Ushaelewa? Trent Alexander-Arnold, Uingereza. Namba 4 wa Liverpool ni nani? Achana na Gomez. Gomez ni Muingereza. Achana na Gomez. Namba 4 mwingine ni Mkolasia kama hujui. Lovren ni Mkolasia. Van Dijk Mholanzi. Jesse Wijnaldum Mholanzi. Si ndio? Pale katikati unamkuta Muingereza huyu mmoja, Henderson, si ndio? Mane Senegal. Firmino Brazil. Mohamed Salah. Waingereza wako wangapi kwenye kikosi?
Uingereza haifanyi vizuri katika mashindano ya kimataifa kama timu ya taifa. Twende Arsenal. Bernard Leno Mjerumani. Umeelewa? Hector Bellerin Mhispania. Kieran Tierney Scotland. Paparastromas Greek. De Bruyne Brazil. Granit Xhaka Switzerland. Lucas Torreira Uruguay. Umeelewa? Nelson ambao wanashare namba na Pepe. Pepe ni Msenegal, Pepe ni Ivory Coast, Nelson ndo Mwingereza. Namba 8 Ceballos Mhispania. Namba 9 Lacazette ambaye anashare namba na huyu dogo Mwingereza Edward Nketiah Mwingereza. Lacazette ambaye ni chaguo namba 1 ni nani? Ni Mfaransa. Ozil Mjerumani. Aubameyang Mgaboni. Kuna Waingereza wangapi katika hicho kikosi? Uingereza haifanyi vizuri katika mashindano ya kimataifa. Twende timu ya Manchester, nisitaje hapa anapoteza muda kwa sababu watu wanajua. Sema ile ni tunakaza vichwa, hataki kubadilika. Nenda Chelsea, wana Waingereza wangapi kwenye kile kikosi chao? Lakini vipi Uingereza haifanyi vizuri? Uingereza mbona inafuzu kombe la dunia kila mwaka? Uingereza mbona wanafuzu Euro kila mwaka? Umeelewa? Mashindano ya kimataifa mbona wanafanya vizuri? Mbona katika renki ile ya FIFA wako vizuri na katika maklabu yao makubwa wamejaza wachezaji wa kigeni? Umeelewa? Ni kwa sababu gani? Vitu ambavyo wanavifanya sisi tunashindwa kuvifanya. Sisi tunataka mtu ambaye ni mwanasiasa amekuja huko atupe maelekezo yake tufanye. Mpira na siasa ni vitu viwili tofauti. Ndio maana FIFA wanaogopa na wanazuia siasa isiingilie mpira. Ramsey, wewe kama mchambuzi wa masuala ya soka umekuwa muda mrefu katika nafasi hii ya uchambuzi. Unafikiri kipi ambacho Tanzania tunapaswa kufanya hivi sasa ili tuondoke katika dhana hii ambayo wengi wamejengeka katika vichwa vyao? Sasa mimi ni washauri tu kwamba kitu ambacho tunatakiwa kukifanya ili tuwe na ligi bora ambayo itafanya yale yote ambayo nimeyazungumza mwanzo, si ndio? Na tuje siku moja tuache kulilia kwamba professional players ambao wako 60 katika watu 340 kwamba wanawazidia Tanzania nafasi au wanawanyima ajira au wanaharibu timu ya taifa. Kitu ambacho tunatakiwa tukifanye ni vitu, kuna vitu vitatu ambavyo nataka nivishauri hapa. Kitu cha kwanza, ili kusajili hao professional players, si ndio? Tusajili kutokana na matakwa ya mwalimu. Hapa nazungumzia coach na benchi la ufundi, sio kiongozi wa timu au sio mashabiki wanataka nini. Kuna kasumba inasemekana kwamba kuna baadhi ya wachezaji walikuwa wanasajiliwa kwa sababu kiongozi anamhitaji, atamleta. Aje acheze asiteze, lakini kiongozi amemhitaji yule mtu, atamleta. Sitaki kuwataja kwa sababu sijai kuprove, ni maneno ambayo yanasemekana yapo. Ulishaelewa? Na zile za kusajili kwa pasenti kwamba bwana mimi tunataka tumsajili kipa. Yule kipa kiongozi fulani kachukua pesa ile ya usajili, ameenda ameokota kipa mtaani kule kaleta, kawaambia huyu anajua huyu baba la baba anajua huyu. Ushaelewa? Hizo tuziache. Tusajili kutokana na direction za kocha na benchi la ufundi. Jamani, sisi tuna shida na namba 4. Sorry. Tuna shida na namba 4. Tunamhitaji namba 4 ambaye ana sifa hizi na hizi, si ndio? Afuatwe yule mtu. Sasa watu, maana kocha wao wanatanabaisha au wanabainisha kwamba tunahitaji labda wachezaji fulani, si ndio? Sasa wale wachezaji wakishatajwa pale, kitu cha kufanya ili kuwafuata wale wachezaji kuwasajili, asajiliwe mchezaji ambaye alikuwa anacheza ligi kuu alikotoka kwao. Hiyo iwe sifa ya kwanza ya kuwasajili, kuwaleta professional players. Hii itatusaidia kuwaondoa kina Moringa, wale wa Brazil wa Simba, wakina Ikpe ambao wako Tanzania hapa wajulikani kama ni professional players. Yaani yupo afu yani haeleweki. Yaani watu wakiambiwa kwamba aliwahi kucheza mpira, yani unawaza kweli alikuwa anacheza mpira afu kwa huu uzito alionao. Kwa hiyo kitu anachokionyesha uwanjani hichi kiwango, huu ni professional players kweli, kasajiliwa, ni mchezaji wa kimataifa. Lakini kuna watu kama ukiwaangalia rafiki yangu yeye, hata ukiambiwa ni professional players, uhitaji hata kumpa mechi 5 kuprove yani. Mpe mechi moja, mechi ya pili utajua kwamba ni professional players. Mpe Niyonzima mechi moja ya kimataifa. Mpe Papi mechi moja ya kimataifa. Kampe Deokanda mechi ya kimataifa moja. Mpe Chama mechi ya kimataifa uone. Unaelewa? Mpe Nefe Tigele yule dogo wa Azam yule mtu mechi moja. Haikuhitaji utumie akili nyingi kuwaza kwamba mchezaji ni wa namna gani. Yaani anakuonyesha tu tayari. Unaelewa? Sasa ni kwa sababu gani wale watu walisajiliwa? Kwa sababu ya matakwa ya kocha. Kocha alisema jamani, mimi namhitaji mchezaji fulani mwenye sifa 1 2 3. Watu wakawafuata wale watu, tofauti na watu ambao walikuja hizi kwa njia ambazo hazieleweki vizuri. Kwa Brazil wa Simba ile process ya kuwaleta wale watu baada haijajulikana vizuri hadi leo hii. Moringa na Naik kufika Yanga, yani zile process zao hazijulikani, lakini tunaambiwa ni wachezaji wa kigeni na wako pale. Ushaelewa? Sasa ili kuondokana na hawa kina Moringa,
si ndio? Yikpe na wa Brazil wa Simba na baadhi wengine ambao walishapita pale walikuja wakaprove wrong hapa. Tusajili kutokana na direction za nani? Za kocha. Kitu cha pili, tuwasajili wachezaji ambao wanakuwa, yani mchezaji kama anasajiliwa tuseme anatoka Kongo, anatoka Zimbabwe, anatoka Zambia, anatoka Morocco, Algeria, Ghana, Nigeria au nchi yoyote ile, yule mchezaji anakotoka au anacheza ligi kuu. Kwa tunasajili wachezaji ambao wana viwango vikubwa na watazidi kufanya ligi yetu iwe brand kubwa sana hapo. Ushaelewa? Kitu cha tatu, ili tusajili sisi wachezaji wazuri ambao watakuja kuibrand ligi yetu ionekane ni nzuri, tusije kesho na kesho kutwa kulilia kupunguza wachezaji wa kigeni. Mchezaji akienda kusajiliwa, tuangalie zile rekodi zake sehemu anakotokea kule, hata asipokuwa ligi kuu, lakini kiwango cha mwisho wachezaji wa ligi daraja la kwanza, si ndio? Ligi daraja la kwanza, yule mchezaji wa ligi daraja la kwanza asiwe mtu ambaye kazeeka, wawe vijana wa chini ya miaka 23 kurudi huko. Kwa sababu yeye hata akija unaweza kidogo ukamuelekeza ABC za mpira akaweza kumaster na kufanya. Tofauti na msajili mtu tayari alishaenda 25 akishapanda kule juu, mchezaji hawezi kubadilika huo. Ushaelewa? Kwa hiyo usajili wachezaji ambao wako katika hizi ligi daraja la kwanza lakini ambao ni vijana chini ya miaka 23 ndio waje huko. Kitu kingine, wachezaji ambao wanatakiwa waje huko, usajili wachezaji kuanzia ile ligi daraja la kwanza kwenda ligi kuu. Kila nchi yani ambapo mtu ana uwezo wa kutoa zile pesa kumnasa yule mchezaji asajili. Kwa sababu kuna wachezaji hawaitwi timu za taifa. Ushaelewa? Lakini baba wanaweka mpira chini hapa, Watanzania wenzangu mimi wanakaa kando kuangalia. Sisimbi hajaitwa timu ya taifa. Mpaka leo hii Sisimbi hajaitwa timu ya taifa, lakini Yanga kuna mchezaji kiunga ambaye anacheza kama Sisimbi. Tumfukuze Sisimbi kwa sababu haitwi timu ya taifa? Ukimtoa Mkuda hamna kiungo mwingine kama Sisimbi Tanzania. Unaelewa? Sasa vigezo vya kuwapata wachezaji viwepo. Cha kwanza kama nilivyosema, wao wanacheza ligi kuu wanakotoka. Cha pili, wachezaji kama watasajiliwa kutoka kuanzia ligi daraja la kwanza. Unaelewa? Cha tatu, au anacheza timu ya taifa. Kigezo cha nne, unaelewa, wasajiliwa ambao wanacheza katika hizi under za national team, under 17, under 21, ndio ndio wale pale ambao nimezungumzia kwamba inabidi wasajiliwe wale chini ya miaka 23 ndio waje huko. Ukiwa unasajili kwa kufuata vile vigezo, usifuate vigezo vyote, kwa sababu ukisema ufuate vigezo vyote kwa pamoja kuna wachezaji utawakosa wengi, kwa sababu ukisema ukasajili wachezaji wanaocheza timu ya taifa, bro, wewe Tanzania huwezi kwenda kumsajili mchezaji ambaye anacheza timu ya taifa ya Uingereza wewe. Lakini wale wanaocheza ligi daraja la kwanza Uingereza una uwezo wa kuwapata vizuri. Unaelewa? Unaona? Sasa upate vile vigezo, yani mtu akiwa amekidhi kigezo kimoja katika hivi vinne nilivyovitaja hivi, si ndio? Kucheza timu ya taifa, kucheza timu za taifa za vijana, kucheza ligi daraja la kwanza au kucheza ligi kuu ya nchi anakotoka huyo mchezaji. Yaani kama alikuwa ni Mzambia lakini anacheza South Africa, yule tukute South Africa anakotoka alikuwa katika timu ambayo inacheza ligi kuu au ligi daraja la kwanza, huyu anatufaa kuja kucheza hapa, kwa sababu atakuwa na kitu kipi ambacho atakuja kuwafundisha hawa wazawa. Wazawa wanajifunza mambo mengi rafiki yangu kutoka kwa wageni. Unaelewa? Yaani usimuone Boko anakuwa hivi. Boko wamemsaidia watu wengi sana. Boko alikuwa akiangalia wakina Ambani, wakina Bernard Mwarara kipindi kile wako Yanga, wakina Gaudens Mwikimba amekuwa bora, leo anacheza ligi daraja la kwanza. Yule anaweza wa kumaintain kwa sababu amepata ushindani mkubwa kipindi anacheza. Watu ni wataji wakina Ambani, wakina Bernard Mwarara walikuwa wanamchallenge, si ndio? Huyu amekuja amekutana na wakina Kiza Boko. Boko amekutana na wakina Sunzu. Boko huyu amekuja kukutana na Arnold Yoku. Ushaelewa? Anafanya vizuri yani leo hii ni kwa sababu ile challenge, yani watu wanampa tu, anaangalia hapa nikilegeza kuna mtu atanipita huko, Watanzania watanisahau. Nikilegeza Watanzania watanisahau. Anapambana. Tunawahitaji professional players waendelee kuwa 10, asipungue hata mmoja. Yani ni ombi langu mimi. Tusipunguze, yani jaribu kuliangalia, tusipunguze. Watu wana faida kubwa. Kuna mtu ana swali huku. Na mtazamaji wa BMTV Tanzania, bado tunaendelea na mahojiano ya moja kwa moja live. Hii na huu ni mdahalo kuhusiana na kile ambacho BMT waliweza kukitoa juu ya mustakabali wa wachezaji wa kigeni. Wawe wachezaji wangapi na kitu wanakisema. Tumemsikia hapo mchambuzi wetu wa masuala ya soka Ramsey akizungumza. Ngoja tusikie maoni kutoka kwa mdau mwingine. Yeye pia anasemaje kuhusiana na hili na wachezaji wa kigeni. Kwa jina la Sofe, nilikuwa na challenge moja kidogo kuhusiana na
Anahisi kwamba Tanzania hatuna mataifa au wachezaji original. Yeye amesema wachezaji wako, lakini wanapokuwepo wachezaji wa kigeni ndio inatia chachu ya wale wachezaji wa ndani kujituma na kuweza kufanya vizuri zaidi. Sasa kwa upande wako wewe, maoni yako ni yepi, kwamba wachezaji waongezeke ama wapungue kama waziri alivyosema? Shauri tunao wachezaji ambao wana uwezo sema vijibu. Wewe ulikuwa unashauri wale wachezaji wangapi? Kama wanafadhili 20 Kama hizo Okay, na ni maoni ya mdau mwingine wa soka akisema kwamba yeye anatamani wachezaji wa kigeni wawe wachezaji 7 tu ambao wanasajiliwa kutoka nje ya Tanzania kati ya wale wachezaji 30 wanaotakiwa ndani ya klabu nzima. Mtazamaji wa BMTV, ni BM Sport tukiendelea kukusanya maoni ya wadau wa soka kwa kile ambacho BMT wamekitolea ufafanuzi. Nini kifanyike na wachezaji wanatakiwa wao wangapi katika ligi yetu Tanzania, wale wachezaji wa kulipwa, nikimaanisha wachezaji wa kigeni. Niko na mdau mwingine na yeye atasema kwa upande wake analionaje hili la wachezaji wa kigeni kwa upande wake. Wewe kwako, kwa unavyofikiri, kwa mtazamo wako katika hivi vilabu, mfano klabu timu ya Yanga imesajili wachezaji takriban 10 lakini wanaotumika ni wachezaji 4 tu ndani ya klabu. Wewe unalizungumziaje hili? Ni kwamba wapewe nafasi tena wale ambao nadhani sio kwamba pia wao sio kwamba wana kitu. Nadhani nafasi zao kabisa. Na mtazamaji wa BMTV, ni BM Sport, bado tunaendelea kukusanya maoni ya wadau kuzungumzia kile ambacho BMT wamekisema. Hujatoa wewe kwa upande wako maoni yako, unatamani kuona wachezaji wangapi waendelee kusajiliwa, wachezaji wa kigeni unatamani wao idadi ya ngapi? Kwa sababu sasa hivi wachezaji 10 wanaruhusiwa kusajiliwa. Upande wako unasema hivi? Kama wanaomba nadhani idadi pale wanatosha. Na asante ndugu mtazamaji wa BMTV Tanzania, bado kukusanya kile ambacho BMT wameona ni sahihi kwa kuzungumza na wadau wa soka pamoja na mashabiki. Hapa niko na ndugu yangu mwingine na yeye atazungumza. Kwanza atajitambulisha majina yake, lakini atasema kwa undani kile ambacho anakifikiri kwa upande wake yeye. Kwa jina naitwa Idrisa Suleiman, ni mshabiki wa Yanga na mdau pia wa mchezo. Nilikuwa nataka nizungumzie swala la BMT kuhusiana na wachezaji wa kigeni. Mimi kwa binafsi yangu ninachokiona, naona bora wachezaji wabaki vile vile, kwa sababu haipunguzi chochote kama wakiongezeka au wakipungua, kwa sababu naona kwa Tanzania yetu kwa na plani ile kwamba pia wachezaji wa kigeni kuna percent pale inaenda kwa wachezaji wa Tanzania. Kwa hiyo naona kama wakiwa wachezaji 10 ni vile vile, kwa sababu wataendelea kutunza vipaji vyetu vya Tanzania. Na mpigi, kumekuwa na usajili ambao haueleweki kwa mujibu wa taarifa ya wadau mbalimbali kwamba wachezaji wanasajiliwa ndio wa kigeni kama hivyo 10, lakini wanapofika kwenye klabu huwa wanatumika wachache sana. Wewe hili unazungumziaje? Hapo bwana ni utaratibu tu, kwa sababu wachezaji wote wachezaji wa kigeni wakija hapa Tanzania ni kutokana na performance yao, ndio. Kwa sababu sawa ukija hapa kama wachezaji wako 10 wakawa wanatumika wachache ili wawape nafasi nyingine wachezaji wa hapa kwetu. Wale wengine kama kwenye mechi za kimataifa, kwa mfano kama ilivyo kwa timu ya Simba mwaka juzi wa robo finali, walikuwa wachezaji wengi wa kimataifa ndio walionyesha Simba mpaka kufika robo finali. Wachezaji walikuwa ni wachache sana walioingia kwenye ile timu wa hapa wazawa watatoka. Ila wale wachezaji wengine waongezeke kwa sababu ya ile kimataifa. Ila kwa hapa ndani watatoka hao 5 watakuwa wanacheza au wengine watakuja benchi. Na mtazamaji wa BMTV, ni BM Sport, bado niko nawe katika safari hii ya kukusanya maoni, kujua nini ambacho mashabiki na wadau wa soka wanakihitaji ndani ya soka lao la Tanzania. Kwa nini unajua? Unajua wachezaji wa kigeni wanakuja wengi, kwanza wanaweza changamoto za Tanzania. Sisi wenyewe wa Tanzania yote tunataka sana kama wachezaji.
ndio wachezaji wengine kwa basi ya masa. Umeona angalia kwa sababu kama vile Esperance vile kama vile Mazembe na wachezaji wengi. Ukienda kama Uingereza ilikuwa Uingereza yenyewe. Kuna wachezaji wengi. Kwa hiyo kanaweka chati ya mpira kikubwa. Mimi napenda kuongezeke bila kwa chache ya mpira. Ile sisi wenyewe wa Tanzania sisi tunatuma sisi tukiwa hatukumi tunaweza namba tupate kwa sababu kama tukitume tunaweza mfano. Na umesema wewe ni mmoja wa wachezaji wa Tanzania na unachezea timu ya ligi daraja la kwanza. Kumekuwa na kauli zinazosema kwamba baadhi ya wachezaji wa Tanzania wazawa huwa wanabweteka sana hasa wanapokwenda kucheza timu hizi kubwa tatu za Tanzania. So, Azam, Yanga pamoja na Simba. Wewe kwa upande wako unadili jambo unaliafiki? Huwa ni mtazamo wa kila mtu. Kila mtu anapenda mchezo vizuri. Kwa Simba, Yanga au Azam. Kama maslahi ya kila ndio kama tunaona. Kuna Simba au Yanga mtu anafurahi. Kama mtu kama anataka gari, anataka gari mtu kwa alienda nyumba atakwenda. Kwa kila mtu anapenda maendeleo sababu kama mtu akitaka bure mwingine anataka mtazamo mtu ndio kama vile ameshafika lakini bado kwa kama sisi kama samaki hebu mbali amefunga amejitahidi mpaka ndio kama swala amejitahidi kutengeneza na mpongeza kama samaki kama mkubwa na mpongeza kwa na wewe ndio zako ni zipi kuchezea katika hivi vilabu vikubwa ama kucheza nje ya Tanzania? Ligi daraja la kwanza imesimama kutokana na kupisha maambukizi ya COVID-19. Wachezaji mmeruhusiwa kurudi nyumbani. Wewe kama mchezaji unachukua tahadhari zipi za kuweza kujikinga, lakini pia ni vipi unatekeleza maagizo ya mwalimu wako? Maelekezo ya mwalimu kwa tunafuata kabisa hivi kweli na programu ya mwalimu ambazo tulikuwa tunafanyia nyumbani. Hata kutekeleza kufanyaje? Na mtazamaji wa BMTV Tanzania, maoni ya baadhi ya wadau, kipi ambacho wanakizungumza kuhusiana na kauli ya BMT juu ya mustakabali ya wachezaji wa kigeni? Je, wachezaji 10 ni wengi? Ungana nami Timothy Francis katika mitandao ya kijamii Facebook, Twitter na Instagram kwa jina moja tu, BMTV Tanzania. Download application ya BMTV Tanzania. Sasa tunapatikana kupitia Google Play katika simu yako ya kiganjani. Hauhitaji njia moja tu ya YouTube pekee kupata taarifa na habari zetu. Download sasa BMTV Tanzania application ili kuwa sehemu ya familia yenye weledi na ujazo habari zenye mizania. Habari papo kwa papo, michezo na burudani, siasa, sinema, makala na habari zote zenye maslahi mapana katika jamii. Application ya BMTV Tanzania. We do the best. Download sasa. This is BMTV online channel.